Naam, habari za wakati huu na karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Gumzo za lawama zimezuka nchini Tanzania baada ya Samia Suluhu na serikali yake kuitisha mazungumzo ya maridhiano ili kuleta umoja na utulivu nchini Tanzania siku chache tu baada ya maandamano makali ya uchaguzi. Sasa baadhi ya vigogo na viongozi wa dini wamejibu ombi hilo la mazungumzo kutoka kwa Samia Suluhu, mmojawapo akiwa Askofu Mwamakula ambaye amepinga vikali mwenendo wa mazungumzo hayo, akisisitiza kuwa hasira ya umma inakuwa huku wanasiasa wakijaribu kuzungumza juu ya maridhiano. Hata hivyo, ametuma ujumbe kwa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi pamoja na mkuu wake Rais Samia Suluhu Hassan. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Mvutano unaendelea kutanda kote Tanzania kufuatia kauli kali kutoka kwa Askofu Mwamakula wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, ambaye amejibu moja kwa moja wito wa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi wa mazungumzo ya amani na maridhiano ya kitaifa. Katika ujumbe wake, askofu huyo mkuu alihoji ukweli wa mazungumzo ya amani ya serikali. Alipendekeza kwamba hayawezi kufanikiwa wakati hasira ya umma na ya Watanzania inaendelea kukua katika taifa zima. Kauli yake imechochea mijadala mikali ya umma, ikionyesha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi, huku serikali ikiendelea na mpango wake wa kuleta utulivu na amani nchini kupitia mazungumzo hayo ya maridhiano. Mazungumzo hayo ambayo yanaandaliwa na yanayoendelea ya serikali ya amani yamekuwa kitovu cha siasa sasa hivi mitandaoni, huku Daktari Nchimbi akihimiza umoja kati ya vyama vya siasa na viongozi wa kitaifa. Hata hivyo, maelezo ya Askofu Mkuu Mwamakula leo yanaonyesha kwamba mazungumzo haya yanaweza yasionyeshe roho ya kweli ya upatanisho, isipokuwa maumivu na kufadhaika kwa watu kutambuliwe. Watanzania wengi wameeleza wasiwasi wao kwamba wakati mazungumzo ya amani yakiendelea katika ofisi za serikali, hali halisi inayowakabili wananchi ni ukosefu wa ajira, ukosefu wa usawa na kutengwa kisiasa. Hata hivyo, upande mwingine, kupitia mtandao wake wa kijamii wa Facebook, nikirejelea barua hiyo yake Askofu Mwamakula kwa taifa ama pia kwa Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan, aliandika hivi kuhusiana na mazungumzo hayo, nikimnukuu: "Je, Nchimbi haioni hasira ya wananchi?" Nchimbi anasema kuwa serikali itaanzisha mazungumzo ya maridhiano. Hivi kukamata watu kisha kuwafungulia kesi ya uhaini, hayo ndiyo mazungumzo ya maridhiano yenyewe? Kukaidi wito wa viongozi wa kanisa, hayo ndiyo maridhiano yenyewe? Nchimbi anawakilisha serikali ipi iliyo tofauti na serikali anayowakilisha mwanasheria mkuu wa serikali? Je, serikali anayoiwakilisha Nchimbi ni tofauti na serikali iliyoamrisha jeshi la polisi kuwakamata mamia ya wananchi na viongozi wote wa Chadema? Je, serikali itazungumza na nani hasa wakati hata haitaki kuyasikiliza matakwa ya wananchi? Hivi Nchimbi anajua kuwa wananchi walio wengi hawautambui uchaguzi uliofanyika? Je, kama serikali inaona kigugumizi kutoa miili ya maelfu ya watu waliofariki, itazungumza na nani na mazungumzo haya yatafanyika wapi? Je, itaweka vikosi vya majeshi kulinda vikao vya mazungumzo ya maridhiano ili vikao hivyo visivurugwe na wananchi, au itafanyia vikao hivyo nje ya nchi? Mtazamaji, kama ulivyotazama screenshot hiyo ya barua yake Askofu Mwamakula kupitia mtandao wake wa kijamii wa Facebook, hayo ndio maswali mazito aliyoyaibua kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan pamoja na utawala wa CCM. Mazungumzo ya amani ya serikali ya CCM ambayo yamesifiwa na wengi sasa hivi kama njia ya utulivu na amani, pia upande mwingine yamekabiliwa na ukosoaji kama huu wa Askofu Mwamakula kwa kukosa ushirikishwaji wa wananchi. Askofu Mwamakula alihoji iwapo viongozi wanaohusika wanaelewa kweli mapambano ya kila siku ya wananchi. Wafuatiliaji wa mambo wanaeleza kuwa wakati makamu wa rais Nchimbi anazungumzia maridhiano na mazungumzo, wanaharakati wengi mitandaoni, wanachama wa upinzani na vijana wameweza kukata tamaa, wakiona ushahidi mdogo wa uwajibikaji katika mchakato huo. Kulingana na askofu huyo, katika mitandao ya kijamii wa Tanzania wamekuwa wakijadili iwapo mazungumzo ya amani yanawakilisha maendeleo ya kweli au sura ya kisiasa. Kuingilia kati kwa Askofu Mkuu Mwamakula kumeongeza mjadala huo, huku wengi wakisifu ujasiri wake wa kupinga maelezo ya serikali.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanapendekeza kwamba maneno yake askofu yanaweza kuashiria mabadiliko na kuwataka viongozi kupanua ushiriki katika mazungumzo ya amani na kujumuisha sauti za mashirika ya kiraia na jumuiya. Serikali imewahakikishia wananchi mara kwa mara kwamba mazungumzo ya amani yanalenga kuwaunganisha wananchi wote kabla ya mabadiliko ya kisiasa yanayokuja. Hata hivyo, Mwamakula anasisitiza kuwa bila kushughulikia matatizo ya kiuchumi na dhuluma za kijamii, mazungumzo yatabaki kuwa ya hovyo. Onyo lake linaonyesha kile ambacho Watanzania wengi wanahisi, kwamba amani haiwezi kutangazwa kwa hotuba pekee, huku wananchi wakihangaika chini ya kupanda kwa gharama za maisha na uhuru mdogo. Wataalamu wa masuala ya utawala wameeleza mazungumzo hayo ya amani na maridhiano kuwa mtihani mkubwa kwa demokrasia na taifa la Tanzania. Wanasema kuwa serikali lazima iende zaidi ya ishara na kukumbatia uwazi na uwajibikaji. Maoni ya Askofu Mkuu Mwamakula leo wanaongeza ni mwamko kwa viongozi kuhakikisha kwamba majadiliano yanakitwa katika ukweli na haki. Bila hivyo, wanaogopa mazungumzo ya maridhiano ya amani yanaweza kuimarisha mgawanyiko badala ya kuuponya. Wakati huo huo, ofisi ya makamu wa rais Nchimbi inaendelea kuangazia maendeleo katika mchakato wa mazungumzo ya amani, ikionyesha mashauriano na vyama mbalimbali vya siasa. Bado ujumbe wa Mwamakula unapinga matumaini hayo, ukisisitiza kuwa amani haiwezi kuishi pamoja na ukandamizaji. Maneno yake askofu yaliyosambazwa sana mitandaoni yamegusa hisia, hasa miongoni mwa vijana wanaohisi kutengwa katika kufanya maamuzi ya kisiasa, hata huku mazungumzo ya amani yakitawala vichwa vya habari vya kitaifa. Katika wiki za hivi karibuni, mashirika kadhaa ya kiraia pia yameelezea mashaka juu ya ushirikishwaji wa mazungumzo ya amani. Wanasema kuwa maridhiano lazima yaende sambamba na haki kwa waathiriwa wa mateso ya kisiasa. Ujumbe wa Askofu Mkuu unasisitiza wasiwasi huu, ukitoa wito wa haki na uwazi kama msingi wa amani ya taifa. Mazungumzo haya ya amani kutoka Ikulu yanapoendelea, mvutano kati ya simulizi za serikali na hali halisi ya umma na upinzani unaongezeka zaidi. Watanzania kote nchini wanauliza kama mazungumzo haya ya maridhiano pekee yanaweza kutatua masuala yenye mizizi ya ukosefu wa usawa na kutoaminiana. Wito wa Askofu Mkuu Mwamakula leo wa ukweli katika mchakato unazidi kuonekana kuwa ni kielelezo cha hamu ya pamoja ya taifa la ukweli na haki. Katika salamu zake za mwisho, Askofu Mkuu Mwamakula aliwataka Watanzania kuunga mkono upatanishi wa kweli, ambapo wananchi ni washiriki hai badala ya watazamaji tu. Alisisitiza kuwa mazungumzo ya amani hayapaswi kuwa ukumbi wa kisiasa, bali njia ya kweli kuelekea uponyaji na umoja. Ujumbe wake unatumika kama ukumbusho kwamba amani bila haki inasalia kuwa tete na haiwezi kudumu. Wakati mazungumzo ya amani yakiendelea, serikali inakabiliwa na shinikizo kubwa la kubadili mazungumzo kuwa vitendo. Wiki zijazo zitakuwa muhimu katika kubainisha iwapo juhudi hizi zinaweza kurejesha imani ya umma au kufichua zaidi migawanyiko ndani ya taifa. Kwa Watanzania wengi, matokeo ya mazungumzo haya ya amani yatafafanua sio tu utulivu wa serikali, bali roho ya demokrasia yao.